somo linalosema watu wanaohitajika wakati huu. Tugiye kwiga icyigisho kugira ngo abantu bakenewe igihe giki. Watu wanaohitajika katika wakati huu. Abantu bakenewe muri iki gihe. Ndilo somo tunalotaka kujifunza. Icyo kigwa tugiye kugira hamwe. Wakati wetu ni mbaya. Igihe cyacu ni kibi kwa kila nyanja ya maisha. Buri gihe cyose cyangwa se muri ntambwe yose y'imibereho. Muda wetu ni mbaya mno. Kandi igihe cyacu ni kibi cyane. Manabii waliogopa. Abahanuzi baragitinye. Mitume waliogopa. Ndetse n'intumwa zaragitinye. Ajabu ni kwamba sisi tunaoishi kipindi hiki ndio hatuogopi. Itangaza ni uko twebwe abari muri iki kinyejana tudatinya iki gihe. Kipindi hiki kimeharibika. Noneho iki gihe cyarangiritse. Ukitaka kujua maneno haya, ushaka kumenya ibyo, unaweza kusoma kitabu cha Wafilipi. Wasoma kitabu cha Wafilipi. Utasoma ile sura ya 2. Utasoma kitabu cha Wafilipi. Tutasoma mstari wa 13. Wewe utasoma na mimi utasoma kwa Kinyarwanda. Wewe soma Kiswahili kwa kuwa ndio nayo. Hili nasema hivi. Ndio. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu. Katika kweli na kutenda kweli kwa kutimiza kusudi lake jema. 14 nasema hivi. Yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Mambo yote ya kalenda ajali. Soma kwa sauti. Nasema hivi. Yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Ndio. Pate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila, kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga. Ukimana libatera gukunda no gukora ibyo yishimira, mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabahungayo cyangwa umuryango mw'abana b'Imana batagira inenge hagati yari ikigihe kigoramye cy'ubugozi abo mubonekeramo nk'amatabaza mwese. Kizazi chetu kina sifa mbaya mbili. Ati kinyejana cyacu gifite ibintu bibiri. Ni kipindi ni kizazi chenye ukaidi kilichopotoka. Ati ni kinyejana cyamaze kwangirika kandi cyaguye mu Imana. Uharibifu uliopo ni katika mambo mengi, lakini tutakayoyazungumzia ni katika mambo ya kiroho. Ngo cyangiritse mu bintu byinshi ariko turibanda cyane uko cyangiritse mu buryo bw'umwuka. Sasa watu wanaohitajika katika kipindi hiki, noneho abantu bakenewe muri iki gihe ni watu ambao wanaweza kusimama imara na abantu bashobora guhagarara bashikamye. Vitabu vinaeleza ya kwamba tumeharibikiwa na mambo matatu. Ibitabo biratubwira neza yuko twangiritse mu bintu bitatu. Akili za watu zimeharibika, ubwenge bw'abantu bwarangiritse, tabia za watu zimeharibika, imico y'abantu yarangiritse, afya ya watu imeharibika, ndetse n'ubuzima bw'abantu bwarangiritse. Na haya mambo matatu ndio yanayomuunda mtu, kandi ibi bintu bitatu nibyo bigize umuntu. Yaani mtu anaumbwa na mambo matatu. Uko umuntu agizwe n'ibintu bitatu: ni akili, ubwenge, ni tabia, ni imico, ni afya. Naomba niwaulize, nashaka kubabaza, katika haya matatu muri ibi bintu kwa bitatu ni lipi ambalo liko katika hali nzuri? Ni kihe kiri mu buryo bwiza bwemewe kuko mubibona nama? Hayo matatu hamjayashika cyangwa n'ibyo bitatu nturabisobanukirwa? Lazifasha. Hayo matatu tumeyashika. Ni nini na nini? Akili, tabia, afya. Ubuzima. Niwaulize, akili za watu zimeharibika? Ndio tunabaza, ubwenge bw'abantu bwarangiritse. Yego. Zimeharibika. Ubwenge bw'abantu bwarangiritse. Na tabia je? None se imico? Tabia zimeharibika. Ndio. Ndetse imico yarangiritse. Afya. None se ubuzima? Haya mambo matatu ya
wanapoharibikia wewe haupo. uramutse wangiritse muri ibintu uko ari bitatu utariho, hautakuwa msaada katika ulimwengu, bali utageuka kuwa mzigo. ntabwo uzabera isi ubufasha aho kuzayemera umutwaro. Katika familia yako hautakuwa msaada, bali utageuka kuwa shida. Iwawe mu muryango ntabwo uzaba ubufasha ahubwo uzaba ikibazo. Kuna wengine ambao haya matatu yote yamewaharibikia ibintu uko ari bitatu byose byamaze kwangirika kuri bo. Kuna wengine wameharibikiwa na mawili. Hari abandi bangiritse mu bintu bibiri. Hivi unafikiria kwamba katika haya mambo matatu lililo rahisi au lililo dogo ni lipi? Mbese mwatekereza ko muri ibintu uko ari bitatu icyoroheje muri byo ni ikihe? Au unatafakari katika haya matatu muri ibintu uko ari bitatu jambo gani ukilikosa hautakuwa na shida? Ni ikihe kintu uri kubona uramutse ukibuze utabugize ingorane? Mtu akikosa akili hakuna shida. Mbese umuntu abuze ubwenge nta kibazo. Akikosa afya mbese abuze ubuzima hakuna shida. Ntabwo ikibazo kirahari. Tabia zake zikiwa mbovu, imico yose ibaye mibi, haya mambo matatu yote ibintu uko ari bitatu byose ni ya thamani, ni by'agaciro, na Mungu anatutakia tuyapate, kandi Imana irashaka ko ibintu tubigira, na njia ya kuyapata ni huu ujumbe. kandi uburyo bwo kubona ibi bintu ni ubutumwa. Ujumbe tu utaturejeshea haya mambo matatu. Ubutumwa nibwo buzatuzanira ibintu uko ari bitatu. Na shetani kwa kujua umuhimu wa ujumbe, kandi satani kuko kumenya agaciro k'ubutumwa, anafanya watu wengi wasiujali. Arashaka ko abantu ategura uburyo abantu benshi batabwemera. Yaani amepanga kwamba watu wasitegee sikio, waone ya kwamba ni mambo ya ajabu ajabu. Yego abantu batumva ubutumwa uko bafite nk'ibintu byoroheje. Na amepanga kwamba wale walioupokea wazembee wakiwa katika ujumbe wasiwasikie. Arashaka ko ababwakiriye bakomeza kuba banebwe bamushyiramo imbaraga. Kwa hiyo sisi ambao tuko hapa tunataka tujifunze watu wanaotakiwa katika kipindi hiki. Mwingi twebwe bari hano rero turashaka twige turere abantu bakenewe muri kigega ambao watakabiliana na shida zilizomo katika ulimwengu. Kandi ko bazahangana n'ingorane ziri mu isi. Mungu atubariki sana. Imana iduhumurize. Na nyinyi muwe makini ili watu hawa tupate kujifunza tujue kwa kina. Nani ni maso leo twigane tunawa abantu b'isi bandi. Katika kitabu cha Esther, mu gitabo cha Esther kuna maneno ambayo yule baba mdogo wake aliyekuwa anaitwa Mordekai aliyomwandikia. Haramagambo Mordekai kwa Esther. Tutasoma sura ya 4 mstari wa 13. Ni igice cha kane katika sura ya 4 mstari wa 13 kitabu cha Esther. Tutasoma na tusikie maandiko vile yanavyosema. Mstari wa 13 wa sura ya 4 maandiko yanasema naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijizanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo tutakapo watokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe ujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Ransengo ni kane 13. Hata ukisoma 14 ili tuwai muda. Ransengo Mordekai na arabatuma asubiteri ati yokigira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami. 14 ko wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu Yaso bazabibuka. Ahari aho ucyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Naomba hilo ambalo amelimalizia kwa wanaosikia Kinyarwanda na Kirundi musikie sana, na ndugu zetu wanaosikia Kiswahili peke yake
tutajaribu kurudia hilo fungu ili tulisikie kwa sababu ndio msingi wa kusoma maneno haya. Ndasaba ngo abarangirije gusoma kubavuga Ikinyarwanda n'Abarundi mwumve neza ndetse n'Abanyagiswahili namwe mwumve buri kujyanira. Kwa Kinyarwanda wamesoma ya kwamba ahara icyatumye wimikwa ngo umwamikazi ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa niki. Amesema ya kwamba labda kilichokuweka wewe malkia kwa muda huu ni kwamba uwe mtu wa manufaa kwa wakati huu. Wakati huu usiliache. Kwa wakati huu. Kitabu kwenye ule mstari wa 15 mwishoni kabisa kwa wanaosoma Kiswahili. Kwa fiteni Kiswahili wamesema ya kwamba mstari wa 14 samahani mwishoni, walakini ni nani ajuaye kama kwa Kinyarwanda umeshasema ndio hakuna haja ya kufasiri. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Kumbe wewe kuwepo hapa na kuwepo katika kipindi hiki, nani anajua ya kwamba Mungu hajakuweka ili uwe mtu wa maana kwa wakati huu? Ese wowe uri hano bino muri ubu butumwa ni iki cyakubwira ko ahari Imana itaguhamagaye nawe ugira akamaro ngibisani. Nataka tujifunze kwa Esther. Ndashaka ko tuza kureke na kila mmoja aliyoko hapa kandi buri wese urahanga yeye ndiye awe mwanafunzi wa kujifunza kwa Esther. Waisraeli walitekwa nyara wakapelekwa Babeli. Bafashwe iminyago bajanwa i Babuloni. Kilikuwa ni kipindi cha mfalme Nebukadneza, mfalme wa Wakaludaya. Kandi igihe cy'umwami Nebukadneza wa Wakaludaya. Walipofika huko walipelekwa bila kutaka, bajanwe badashaka, lakini walikuwa wametabiriwa ya kwamba watakaa huko miaka 70. ariko barahanuwe ko bazabayo imyaka 70 ikiisha warudi kwao. Wewe yashima kagaruka wao. Miaka 70 iliisha, miaka 70 yarasha, wao wameshasahau, bali baramaze kwibagirwa, walikuwa wameshasahau kwao, bali baramaze kwibagirwa kwao, wameshapenda Babeli. Ahubwo baramaze kugitamu gukunda Babeli. Ndivyo wenye dhambi tulivyo. Kandi uko niko abanyabyaha tumeze. Kumbuka walipelekwa bila kutaka, lakini kufika huko wakapenda. Nawe baje badashaka ariko bagezeyo. Ilipofika muda wa kurudi, igihe cyo gutaha, ulikuwa ni utawala wa mfalme anaitwa Koreshi. Ndio ubwami bwa Kuro. Akaagiza kwamba wanaotaka warudi kwao. Kuro tangitego ngo abashaka bose wengine wakaondoka na Nehemia, bamwe baje na Nehemia, wengine wakaondoka na Ezra, abandi bataha na Ezra, wengine wakakatalia Babeli, abandi bakomeza kubera Babeli. Na waliokuwa wamebaki huko Babeli alikuwepo Mordekai na Esther aliyekuwa ameolewa kuwa mke wa mfalme. Kandi wale basigaye Babeli bari mu Mordekai na Esther wari umugore w'umwami. Naomba hapa mtege sikio sana. Nataka ngo hano mtege amatwi cyane. Ili Esther awe mke wa mfalme, kugira ngo Esther abe umugore w'umwami, ili Esther awe mke wa mfalme ilikuwa ni jambo la ajabu. Kugira ngo Esther abe umugore w'umwami byari gitangaza. Mfalme kwanza alikuwa ni mwenye kiburi na majivuno. Huyu mwami yari umuntu w'ibone, akataka kumsifu mke wake mbele ya watu wakuu wa nchi yake. Yashatse kugira ngo mbese yubahishe umugore we imbere y'igikomangoma n'abatware. Yashatse kumwakira abantu. Halafu yule mwanamke akakataa, alikuwa anaitwa Vashti. Umugore wundi yari afite witwa Vashti aranga. Alipokataa, mfalme akakasirika akamfukuza. Akatafuta mke mwingine. Akawaambia watu wake kwamba wamtafutie mwanamke mrembo zaidi ya wengine. Akachukua hiyo nafasi Esther. Na wao walikuwa hawamjui kwamba ni kabila gani. Hivi tunaelewana vizuri? Tuone namna mipango ya Mungu ilivyo. Akafika huko akawa mke wa mfalme. Mfalme alikuwa na mtu mmoja anaitwa Naaman, aliyekuwa Haman. Alikuwa ni Haman, tukichangaje. Alikuwa ni Haman. Alikuwa mwenye wadhifa mkubwa, alikuwa na nafasi kubwa katika utawala wa mfalme.
gani? Na mfalme alikuwa anampenda. Yaani umwami yaramukunda. Alikuwa amemwambia kwamba kila kitu unachotaka unaniambia na nitakupa. Yari yaramubwiye ati tuzakenera cyose hano gani bizakiguha. Alikuwepo Mordekai. Mordekai yari aho ngaho ambaye alikuwa amesimama imara katika imani. Kandi wahagaze neza mu kwizera. Ijapo alikuwa amebaki huko, lakini misingi ya imani yao alikuwa anafanya nini? Nubwo yari alikuwa aragikomeje guhagarara ku mahame. Mojawapo wa hiyo misingi ilikuwa ni rimwe muri ayo mahame yari hakuna mtu wa Mungu anayepaswa kumpigia mwanadamu magoti. Nta mwana w'umuntu wari ukwiriye, nta mwana w'Imana wari ukwiriye gupfukamira umwami. Hakuna mtu wa Mungu anayepaswa kumpigia mwanadamu magoti. Nta muntu w'Imana wari ukwiriye gupfukamira umuntu. Ndiyo misingi yao ilivyokuwa. Ati ibyo byari ihame riyobora abantu b'Imana. Unajua kwamba mpaka sasa hivi ndivyo ilivyo. Mbese ntabwo mufite iteko na bibisi biriho. Alafu huyu Haman akawa amewekewa sheria na mfalme kwamba watu wote wao wanampigia nini? Magoti. Huyu Haman yari yarabwiwe n'umwami ngo abantu bose bazajya bazibwami bazige babanza gupfukamira Haman. Sasa Haman kwa sababu alikuwa mheshimiwa, alikuwa anaingia hapo na Mordekai akiwa pale getini asimpigie magoti. Noneho uyu Haman yabaga aho ngaho, Mordekai nawe yari ari ku muryango, nuko agenze umuntu wese ushobora kwinjira bagomba kumupfukamira. Mordekai yeye alikuwa hampigii magoti. Mordekai ntabwo apfukamira Haman. Wengine wote wakiona Haman anatokezea, wote wanafanya nini? Wanapiga magoti. Abandi bose babonaga Haman aje barapfukamaga. Kwa sababu Haman alikuwa anaheshimiwa na watu wakubwa tena wengi. Kuko Haman leo yuko n'abantu bingi byose kandi barimo n'abakuru. Unajua hakujua kwamba Mordekai hampigii magoti. None se hakujua, ntabwo nazi yuko Mordekai atajya mupfukamira. Hivi ngoja nilete mfano. Kama kuna mtu hapa Kenya ambaye amepewa hiyo nafasi, hawa wanapigiwa magoti na watu wote, mawaziri na bunge, wakuu wa jeshi, halafu Njenga asipigie magoti, unafikiri itakuwa vyepesi kwake kujua kwamba kuna mtu anaitwa Njenga? Ese nani mwekeleze Kenya yose n'amutwe w'umuntu agahabwa icyo cyubahiro gikomeye bityo Haman yarati. None wazaza kuboneka umuntu umeze nka Njenga hakukamira byamworohera kugira ngo mumenye. Hawezi kujua kwa sababu watu wanaoonekana wanampigia nini? Sasa watu wakaanza uprotesti. Huyu Mordekai alimwendea akamwambia hizi, wewe uko mzima? Una akili safi? Akauliza kwa nini? Mbona wengine wote wampigia Haman magoti, lakini wewe tunaona haupigi magoti, imekuwaje kwako? Hakukwepa. Aliwaambia kwamba sisi imani yetu haituruhusu jambo. Tunahitajika watu ambao hawataogopa kusimamia imani. Hakenewe abantu batazatinya guhagarara kwizera kwabo. Hao hamjaelewa jambo hili. Tunahitajika watu ambao hawataogopa kusimamia nini? Jambo. Hakenewe abantu batazatinya guhagarara kwizera kwabo. Wakaenda wakamshtaki kwa Haman. Kesho yake Haman alipokuja, Yesu hundi Haman aje. Hakuwajali watu wengine. Hakuwarebye abandi bantu. Alichunguza ili aone kwamba kile walichosema kwa Mordekai ndicho kinachofanyika. Ahubwo niwe yari yitaye kureba ngo amenye ko ibyo bamubwiye bituka kuri Mordekai niyo bataramubeshye. Kama kawaida Mordekai akupiga magoti. Kuko bisanzwe rero Mordekai ntabwo yigeze akora. Haman alikasirika. Haman arababara cyane. Mawaziri wanampigia magoti. Ibikomangoma n'abaguverineri bose wakuu wa jeshi wananipigia magoti. Ati n'abandi bose Sasa huyu kafukamira. Mtu asiyeeleweka ndiye anakataa. Mundu utazwi na watu akapanga kama moja ni kuonyesha. Aravuga ati reka ndakore ibyo. Alipolala usiku ajyanye nijoro akaamua ya kwamba kuwa yule mtu afata umwanzuro ko kwita uwo muntu itakuwa sio jambo. Arwaye ntabwo ari byo. Nitakuwa nimefanya jambo dogo sana. Ariko tugenda abakozi kizitoro. Na mfalme ameniruhusu ya kwamba kila nitakalo muomba, kandi umwami yaramwe icyo nzasaba icyo nzamusaba cyose yuko tayari kunipa. We yiteguye kukimpa. Ngoja nimuombe kabila lao na huyu mtu
wote waishi. Hao ngira mgape wengine hao ndio msawani kwa kule wote wazatu. Hivi mnalipata vizuri? Wakapanda. Akaenda akamwomba mfalme. Akamwambia kwamba mfalme, nitakupatia dhahabu nyingi, lakini niruhusu wale watu wafe waishi. Ati ndakuiza hapo nyingi, alikumbuka vile bali ya watu wafe bashiri. Mfalme akamwambia kwamba dhahabu ukae nayo, usinipe hata moja, lakini wale watu nimekupa uhuru, nimeandika barua, akaweka muhuri wake, akakapanya katika nchi ya kwamba wote wawaue. Akati zahuzi hamanire aho wenyewe na kwemere kwikiza nsaba cyose nzakimuha ubunanise n'urwandiko cyangwa ikimenyetso genda uko abasabye azabizi. Hivi mnasikia? Mnajiuliza nini? Maandiko matakatifu yanasema kwamba hizo nyaraka, hizo barua zilipofika katika maeneo yote, Waisraeli wote waliomboleza. Ati izo nkuru zanditswe ku mpapuro zimaze gukwira mu gihugu hose, abayuda bose bacumuro. Mordekai ndipo akamwandikia Esta haya maneno. Mordekai niwe yandikiye Esteri aya magambo twasoma. Alimwandikiaje kama mnakumbuka? Ngamukibuka yamwandikiye. Ngoja mimi ninukuu. Ngoja mimi niseme. Akireka jewe kugira. Alimwandikia ya kwamba hatari imetuangukia. Yavuze yako byatugiriye. Jaribu kufanya chochote ili uokoe watu wenu. Ngaho nawe gerageza kushobora kuzuza ubwoko bwanyu. Usikizanie ya kwamba kwa kuwa wewe uko kwa mfalme utaokoka peke yako. Witekereze ko uri ngami uzakira ubwami. Yaani sikilizeni, ni kama kwamba anamwambia kwamba wewe ukiwa kwenye ikulu hawatakufusa. Sasa hiyo isikupatie amani na kukufanya usijali watu wengine. Ngaho witekereze yarabuye ati uri ngami witekereze kwa kaneza kusaweje au tumeje ko hari abandi bantu. Mungu ana uwezo wa kuokoa Waisraeli. Imana bitajuze kuri wowe yakiza Waisraeli. Lakini kama utanyamaza, ariko niba ushobora kuhoka wewe na nyumba ya baba yako mtakuwa na laana. uwe n'inzu yaso nawe muzagirwa n'umuntu. Esta akaamka katikati. Noneho ukora kawe. Lakini pia kaongezea neno lingine. Ariko yongera hili jambo Kwamba nani ajuaye? none hawezi Sinawezekana Mungu amekuweka hapo ili uwe mtu wa msaada au wa maana wakati kama hari byashoboka ko Imana yabara kukiza umwami kazi muri iki gihe kugira dada yangu, ati mshiki wake ndugu yangu, mwene data uwe mwenyeji katika hili kanisa au uwe mgeni wetu, wabase uri itoro cyangwa uri mshiki wake, yawezekana Mungu amekuleta au amekuweka kwa wakati huu ili uwe mtu wa maana. Imana ishobora kuba yakuzanye uyu munsi ikagushira hano kugira ngo nawe niwumva ubigira akamaro. Ni kweli Mungu alisaidia. Ni ukuri Imana yarafashije na alijibu kwa wakati wake. Kandi yasubije mu gihe gikwiriye. Esta alimwambia kwamba mimi na watumishi wangu tunafunga na kuomba. Esteri yaramusubiza ati njye n'abagaragu banjye tugiye kwiga. Na Waisraeli wote mwatangazie kwamba wafunge. Utanga itangazo n'abayuda bose y'inzuba. Na mwendea mfalme. Nanjye mwigane. Akiniita sawa. Asiponiita nitaenda hata bila kuitwa. Kama ni kuitwa, kama ni kupona nipone au nife, lakini nimeamua. Sheria ya mfalme ilikuwa kwamba akiwa amekaa kwenye nyumba yake, mtu akiwa mfalme akimruhusu, yani kumpa karibu, kumkaribisha, ilikuwa ni kumnyoshea fimbo. Esta alikaa siku moja ya pili ya tatu, mfalme hajamnyoshea fimbo. Esta akaamua ya kwamba aende. Mfalme akamuuliza ya kwamba unahitaji nini? Esta akamwambia ya kwamba mimi ninachokihitaji, nataka nifanye mkesha kwangu, halafu uje pamoja na Hamani katika huo mkesha, ndo nitakwambia ya kwamba ninachokuomba ni hiki. Yaramubwiye ati yewe ndi hano ariko icyo twamunaza kuremesha intera, ariko iyo ngera ikazamo na Hamani ikazabona we icyo ngira umwami. Hivi tunaelewana vizuri la hiyo? Maandiko yanasema ya kwamba Hamani baada ya kupata zile barua Yesu alitubwira ko ubwo Hamani yaramaze kubona izo nzandiko za kwamba Waisraeli wote wauawe, ko Abaisraeli bose bapfa, yeye alikuwa na marafiki wabaya waliokuwa wanafanya baraza kila jioni. rafiki zake inama
alikuwa ameshaweka mti mrefu kwa ajili ya kumtundika Mordekai. Lakini jambo la ajabu ni kwamba siku moja, wakati mipango yote imekamilika, kuna jambo lililofanyika mpaka likamchanganya Hamani. Na lenyewe hilo lilofanyika ndani yake mna somo kubwa. Kila mmoja anataka apate faida katika hilo somo. Mordekai, kama vile mmekumbuka, alikuwa anafanya kazi gani huko kwa mfalme? Alikuwa mlinzi pale getini, si ndio? Sasa siku moja, siku za nyuma zilizokuwa zimepita, alikuwa amewahi kusikia walinzi wa mfalme wana mipango ya kumuua. None igihe kimwe yari yaramaze gusobanukirwa no kumva ko abarinzi b'umwami nabo bafite gahunda yo kumuua. Walikuwa wanazungumza mipango ya kumuua. Mordekai akasikia, yumvaga baganira ibyo kumwica, nawe kumva. Akamwambia mfalme, abwira umwami, akamwambia mfalme hiyo habari, abwira umwami ayo makuru. Walipofuatilia wakakuta kweli walikuwa wanataka kumuua. Noneho buryo babikurikirana basanga bashaka kumwica. Wale walinzi wakawaua na habari ikaishia hapo. Abo balinzi barabica birangirira. Bari bashaka kwica umwami. Abo balinzi bashatse kwica umwami. Mordekai aragenda abibwira umwami. Umwami atanga iteko ngo abo bantu bashaka kumira nabi nibabica. Na ikaishia hapo. Kandi kuirapo. Si mnanipata vizuri? Lakini ikaandika katika kitabu cha historia. Ndio ulianza mu kitabu cha Mathayo. Siku moja mfalme akalala akakosa usingizi. Umwami araryama muri bitotsi. Nataka mkumbuke kwamba hayo yote ni yani mchakato unaoenda wakati mmoja. Numva ko byose ni ibintu ariko biri kubera icyarimwe. Wakati mfalme anakosa usingizi, umwami abuze bitotsi, akawaambia watumishi wake kwamba mniletee kitabu cha historia kusomea. Munzanire igitabo cy'amateka. Nataka niwaambie kwamba mambo yaliyomo katika ulimwengu, mkono wa Mungu ndio unaoyaongoza. Nagira ngo mbabwire ko biri kubera hano kwisi ikiganza cy'Imana. Hata na maisha yako n'ubuzima bwawe, Mungu ndiye anayeyaongoza. Imana ni yuyoboye. Ukiona wakati mwingine maisha yamekwama, usijali. Mungu akitaka utapata majibu. Nujibona ubuzima hari aho butagenze neza, ntukaje ushidikanya. Umenya yuko hari igihe Imana izakora. Alafu walipofungua, unajua mfalme ukosa usingizi, hajawaambia mniletee waimbaji, hajawaambia mlete nini, alisema walete nini? Mwamba buzibitozi ikazaba mundadira bacuranga nta nibindi yasabi ahubwo akimundadira ibitabo. Na walipofungua kitabu cha historia, kandi bamaze kurambura icyo gitabo cy'amateka, wakafikia sehemu inasema bagera ahantu handitswe ngo tarehe fulani, tariki umunsi runaka, mwezi fulani, kwezi runaka, mtu mmoja anaitwa Mordekai. Alimwambia mfalme ya kwamba kuna watu walikuwa wanataka kumuua. Yabwiye umwami ko hari abantu bari bashatse kumwica. Kufuatilia ikaonekana kwamba ni kweli. Kurikirana basanga ari ukuri. Wale walinzi wakauawa. Nuko walinzi barapfa. Sasa mfalme akashangaa akauliza kwamba huyu mtu umwami aratangara, kuna zawadi yoyote tumempa? Impano twamuhaye. Akasema hamna. Hayo. Kama mnajua anakaa wapi? None se ndiba mungu wa atuye nisinzira. Cyane nisinzira rwose. Mwatela. Asiwepo mtu wa kulala. Usilale kabisa. Hairuhusiwi. Yagira umuntu ya. Kweli watu wametoka na kuna kajoto lakini asiwepo. Biragaragara kwa abantu barushe wenda n'ingendo ariko ari mufite mwihangane n'umusinzi. Wakasema ya kwamba hajapewa zawadi yoyote. Baravuga bati uyu muntu wahishuriye umwami byo banga ntabwo yigeze agorora. Bali huko pale getini ndiye mlinzi. Huko ni hali ya kumjabo ndio mlinzi. Hivi mlinzi wa pale getini ni mheshimiwa? Hamna. Mbese mnaona mlinzi huyu ni hali ya kirembo. Mfalme akasema, mama rafiki ati, mtu mkubwa katika huu ufalme wangu aliyopo hapa karibu ni nani? Mtafute. Mshaka umuntu ukomeye wici umunyacubaro hano muri Buganda bwanjye. Wakamwona ni Hamani. Basanga wakamwita. Baramuhamagara. Alipoingia ndani mfalme akamuuliza. Hamani yinjiye ageze imbere y'umwami aramubaza. Mtu ambaye mfalme anampenda, none se umwami akunda na amemheshimu kandi akamubaha, anaweza kumtendea nini? Umwami yamukoreye.
Hamani, maandiko anasema akajiambia ndani ya moyo wake, yeye mwenyewe akajisemea kwamba hivi kuna mwingine mfalme anampenda zaidi ya mimi? Hamani aribaza ese umwami ukunda just koko harundi muntu akunda. Sasa akayapanga mambo mema kana kwamba ni yeye atafanya nini? Atafanya. Akagira gutegura ibintu byiza, yibwira ko ari bizakorerwa. Akasema hivi, aravuga ati mfalme atachukua farasi yake, umwami arafata indoro ye na nguo zake, afate n'imyambaro ye, nguo amvalishe huyo mtu anayempenda, imyenda bayambike uwo muntu umwami akunda, farasi wamketishe huyo mtu, iyo ndogobe bayicaze huwo muntu, halafu atafute mheshimiwa katika nchi. Noneho ashaka umuntu w'umunyacyubahiro mu gihugu, atangulie mbele ya hiyo farasi, agende imbere y'iyo ndogobe, akizunguka katika njia zote, azenguruke mu nzira zose, akisema ya kwamba mtu ambaye mfalme anampenda watakuwa wanamtendea haya. Aravuga ati umwami akunda bazamukorera ibi. Mfalme akamwambia hivi, umwami aramubwira ati hayo yote ibyo byose unayo yasema bila kupungua hata moja, utagabanirijeho na kimwe, nenda ukamfanyia Mordekai, genda ubikorere Mordekai ambaye yuko pale getini. Ni hali ya kurembo. Nataka niwaambie, tunataka kubabwira muda ambao Mungu ameupanga kwa ajili ya kukuzawadia ndio mzuri. Igihe Imana yateganije cyo kuguhesha impano n'imigisha cyo cyiza. Hivi reba, kama yule mfalme angekuwa amemzawadia Mordekai mapema, mbese iyo umwami aza kwitura Mordekai mbere, hiyo zawadi ingekuwa tamu kama wakati huu. Impano yari kumushimisha kuko yahawe muri iki. Ndio maana ndugu Njenda, tusimpangie Mungu wakati wa kutusaidia. Tumwele data tutagomba kupangira Imana igishobora kugira. Yeye anajua wakati mzuri. Yo izigihe cyiza kingira kamaro. Mordekai mambo Hamani mambo haya aliyafanya, lakini yakoze ibyo ariko ababaye kwa uchungu mwingi. Ababaye cyane shariri. Alikuwa amempatia heshima adui wake. Yari heshima icyubahiro umwanzi we. Sasa muda ukafika. Noneho igihe kirageze. Wakaenda kwenye ule mkesha. Baragenda baja aho ngaho muri cya gitaramo Liantera. Walipofika pale hageze, mfalme akamwambia Esther kwamba sasa niambie kile ambacho tulisema kwamba utaniomba. Ngaho mwira icyo uvuze uzansaba. Esther alimwambia hivi, Esther yaramushubije ati na kuomba unipe kichwa changu. Ndagusaba nanjye noneho agahanga kandi. Mbagahanga kandi. Hivi ili ombi mnafikiri alikumchanganya mfalme? Mnabona ukumsema kwa Esther. Dada zangu huko nyuma alimuomba nini? Ntabwo byatashimwa mu mutwe. Naomba unipe kichwa changu. Ati ndagusabye mbagahanga kanje. Mfalme akamuuliza, kichwa changu si unacho? Ngamba rwose ati kuko uri umutwe wawe si nguko uriho. Ngine akamwambia hapana. Ndaramubwira toya. Sisi tumeshahukumiwa kifo. Twebwe twamaze gukatirwa uko gupfa. Mimi na kabila langu. Jewe n'ubwoko bwacu. Na adui wetu mkubwa anayetaka kutuangamiza ni huyu Hamani. Kandi mwanzi wacu ukomeye ushaka kuturimbura ni huyu Hamani. Mfalme akashikwa na hasira, umwami akaanza kujikuna kichwa, atangira kwishima umutwe, kwa hasira nyingi akatoka nje. Kugura karibisha arasohoka fa. Malkia huyo Esther alikuwa amekaa kule chumbani kwenye kitanda. Esther we yari yicariye hirya kuri. Mfalme alipotoka, umwami asohotse kwa sababu ya hasira, bitewe n'uburakari bwinshi, Hamani naye akakimbilia chumbani ili amuombe Esther amsaidie, amuombee msamaha kwa mfalme asiuawe. Hamani arirukanga kwa Esther hari umbe ati nyabuna nsaba imbabazi ku mwami. Anaingia mara moja, mfalme anaingia na yeye ndani. Yinjiye umwami nawe baragarutse, akamkuta Hamani ameingia kitandani kwake. Asanga Hamani yagiye kuri. Mfalme akasema, pamoja na yale uliyoyafanya maovu, unataka hata kumbaka mke wangu na mimi nikiwepo? Ubwo byaha byose wakoze ugiye kugerekaho no kuyifatira umugore wa dhambi zinapungua au zinaongezewa? Mbese ibyaha biragabanutse biyongereye? Maandiko yanasema hivi, byanditswe bivuga n'icyo wale waliokuwa wamekaa hapo abari bicaye aho ngaho mungera wakamwambia mfalme, babwira umwami bati, ndugu zangu, katika kisa hiki kuna masomo mengi. Bene data, muri iki gitekerezo mumenye watu wanaoona wakikuunga mkono katika jambo fulani, nubona abantu bagufasha mu kintu runaka, muda wote wanaweza wakakugeuka. Hari igihe cyose bishobora kuguhinduka. Hawa waliokuwa wanamuunga Hamani mkono kwamba waua Waisraeli, abantu bari bafashije Hamani mu gitekerezo cyo kwita Israeli,
kubadilika. babonye ibintu bimuhindutse, Ndio waliomwambia mfalme. babwira umwami bati, Si hayo tu, ntabwo ari ibyo gusa, hata kwake niba mu rugo ameweka mti wa mita 50 yashinze igiti kirekire cya metero 50 ambaye atamtundika yule Mordekai, ntazamanikaho Moridekayi. yule ambaye amekuambia kwamba wanataka kukuua. Wao ni wakuburi yakubwira ko abantu bagiye kwica. Damu za Hamani zikawa nyingi, Ibyaha bya Hamani biba byinshi. Mungu akatoa majibu, Imana itangira ibisubizo. akasema ya kwamba kuanzia leo zile karatasi zote nilizoziandika mwandike zingine za kusema ya kwamba nimeahirisha na nimezifuta. Aravuga ati za mpapuro zose, inzandiko zose nanditse uyu munsi ndisigira agaciro, ndazifuta. Na huo mti ambao Hamani ameuweka kwa ajili ya kumtundika Mordekai, Icyo giti Hamani yashinze kubogera zakimanikaho Moridekayi, yeye ndio mwende mumtundike hapo. ubwe zakibambwaho. Hivi mnanipata vizuri? Ese murabyumva neza? Kitu ambacho nataka mkisikie, Icyo nshaka kugira ngo mwumve neza, wakati wake Esta amekuwa mtu wa maana. mbese muri icyo gihe Esiteri yabaye umuntu w'ingirakamaro. Ametumia nafasi yake vizuri. Mbese umwanya we yawukoresheje neza. Maandiko yanasema Byanditswe bivuga biti, katika wakati wetu huu, muri kino gihe cyacu ulimwengu wa Kiprotestanti na Kikatoliki, isi ya Giprotestanti na Gatolika, inapoangalia wanaoshika Sabato, iyo bitegereje abantu bakomeza isabato, inawatazama kama vile Hamani alivyokuwa anamtazama Mordekai pale getini. bareba abakomeza isabato nk'uko Hamani yarebaga Moridekayi ku irembo. Kama tutasimama vizuri, Niduhagarara neza, ulimwengu utatutukia. isi izaturakara. Tunayoyaamini hayaeleweki. Ibyo twizera ntabwo birasobanuka. Wakati Hamani alipokuwa anamuomba mfalme ya kwamba amruhusu waue hao watu, Igihe Hamani yasabaga umwami ngo amuhe uburenganzira bica Abayuda, kuna maneno aliyoyatumia, hari amagambo yakoresheje, na hayo maneno ndiyo yanayoelekea kutumiwa wakati huu. kandi ayakoresheje niyo akeneye gukoreshwa, Ndiyo yatakayotumiwa kwa wakati huu. abayakoresheje niyo azanakoreshwa muri kino gihe. Nataka niwaambie, Ndashaka kubabwira, muda si mrefu igihe ntabwo gishize kera, mapambano yataanza tena makali. iyo ntambara izabije kandi ikomeye. Tutasoma katika kitabu cha Esta, Ni muri Esiteri, tutasoma sura ya 3 igice cya 3 mstari wa 8. umurongo wa 8, Umeandikwa hivi: haranditswe ngo, hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yose yo mu bihugu utegeka byose. Muzirikane hano, amategeko yabo ntahura n'ay'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami, nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako, nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa. Msikilize, sheria zao zimefarakana na sheria za kila nini? Amategeko yao aliyoje na mategeko ya Mungu, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haipasi mfalme kushirikiana nao. Ndugu zangu, naomba msikilize. Sheria zao, yani jambo neno ambalo nataka mlitolee mstari na mlikali katika akili. Sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa. Amategeko yao anyuranya cyane n'amategeko yandi moko. Nataka niwaulize, wakitushtaki jambo hilo halitashika? Batureze ijambo limeze ng'iryo ntabwo rizadufata. Wengine wanaomba wakiwa wanajipika kifua, wengine wanazunguka, sisi tunaomba tumepiga magoti. Abandi bajya basenga bikubita mu gituza bagendagenda ku rusengero, naho tunatuka. Wengine kila wakipata chakula wanakula, lakini sisi tunaamua tu kwa kupanga. Abandi iyo babonye ibyo buri kanya bararya, ariko tukubwirwa kurya. Wengine makanisa yao wanasajili serikalini, sisi tunaamua kwamba hatulisajili kanisa. Abandi barabwirwa ngo yani, nani muje mwangalie misingi tunayoiamini. Nani mrama hametwi
Naomba jibu. Karibu. Mbona hamjibu? Kitabu kinasema kwamba sheria zao zinafarakana na sheria za kila zangu, ndio mashtaka ambayo yanapangwa. Lakini haitawezekana kusimama kama Mordekai. Haitawezekana kusimama kama Esther kama haujajua ni wapi mambo yameharibikia. Tunanielewa vizuri? Ulimwengu huu unaoona ambao umejaa madhehebu, inabidi kile tunacho kwa wale ambao wameshapokea ujumbe, inabidi tuelewe kile tunachokiamini. Kwa wale wageni wetu, inawabidi mfuatilie, si kwa ajili ya kuwa wageni tu, bali ni ili muelewe. Shetani ili kuangusha ulimwengu katika uasi dhidi ya amri za Mungu. Satani kugira ngo bushe isi mu kinyoma kirenza kwica amategeko y'Imana. Alilipanga vizuri, yabiteguye neza, na amelipanga kwa muda mrefu, kandi yalipanze igihe kirekire, na ameliwekea msingi imara, kandi ibyo yabishiriyeho amahame yose. Sisi tuko mwaka 2025, mwaka wa 2025, na hapa tunaelekea mwisho kabisa wa mwaka huu, tunaingia mwaka mwingine. Mwaka wa 2025 tukiwa mwanzo utundi. Wakati Paulo bado yupo, ndio Paulo alipo, Shetani alikuwa ameshaanza kuweka msingi wa upotofu uliopo sasa. Nani anaanza kushiraho ufahamu Paulo akiliho ndio zako mwingine. Nitakusema Kinyarwanda. Akalisema kwa Kiruga. Urufati rw'opangiriza sio mumisinga Luka Satani yatangiye kurushiraho Paulo agihumbe. Msingi wa kuharibu dunia siku za mwisho Shetani aliuweka wakati Paulo alikuwa angalia. Ngoja niwaulize, msingi huo ni wa muda mfupi au ni wa muda mrefu? Muda mrefu. Na hayo Mungu alikuwa amemuonyesha Danieli mapema. Kandi ndio imani aliyojeza Danieli hadi kale. Akiutabiri ule ufalme, utawala wa upapa. Ndio yale hamu ile dini ya upapa. Si mnanipata vizuri? Danieli akayasema kwa mafumbo. Danieli alikuwa mwanga, lakini alijaribu kuwa anaweka alama ambazo kwazo tunaweza tukajua. Kila kitu kujashira himenyeto mbese kujonake tukayoerwa. Tusiwe wajinga. Leo nituwe bantu bakajubenge. Tusiwe wavivu. Tusiwe wanyabute. Tusichukulie mambo kijuujuu. Tufatire ibintu hejuru. Tujifunze vizuri kwa kina. Ahubwo twige neza duhere. Na nyote mlioko hapa, kandi mwese bara, isipokuwa wengine naona mna udhaifu. Wenda uretse abandi tukubona mufite ubuti. Nilikuwa nataka niyapitie kwa ufupi. Nalichaka ngo mbinyuremo buhoro. Wageni wetu wapate faida, abashyitsi bacu bunguke, wenyeji ambao ni watengenezaji abasaida n'abagorozi namwe bunguke, tukumbushane, twibukane, na wengine tufundishane, kandi n'abandi twigishane. Shetani kuweka misingi ya kuasi amri za Mungu. Satani kugira ngo ashiraho urufatiro rwo gusenya alitumia upapa, yakoresheje upapa. Danieli alikuwa ametabiri hayo muda mrefu. Danieli era hano ibyo mu gihe kirekire, si ndio? Ndio. Kwa bimeze alionyesha falme nne. Yeretswe amani ane. Ufalme wa kwanza unafananishwa na simba. Ngoma ya mbele ilikuwa ni ngare. Ulikuwa ni ufalme wa Wakaldayo. Bado ngami ndio Wakaldayo. Ufalme wa pili ulikuwa unafananishwa na dubu. Ufalme wa kwanza na dubu. Huo ulikuwa ni ufalme wa Wajemi, wa Wamedi na Waajemi. Ufalme wa tatu ulikuwa unafananisha na chui. Ngami wa tatu bado usalimbwe. Ambao ulikuwa unamaanisha ufalme wa Yunani. Aliko bado wa Giriki. Ufalme wa nne ulikuwa ni wa mnyama wa kutisha. Ambayo ni Rumi. Aliko baba Roma. Hiyo mnyama alikuwa na pembe 10. Hiyo nyamasko hero ukafika mahembe. Na vichwa 7. Ni vitwiri ndwi. Tafadhali msikilize. Mwelekeo mwendeleza. Katika hizo pembe 10, kulia mahembe itubio nyamasko. Ikatokea pembe ndogo. Hadi mpaka mahembe gato. Hiyo pembe ndogo ilipotokea, hata kukatoa kama kuvuka, ikaanguka pembe 3. Hakusha mahembe 3. Alafu hapo kapembe kadogo ndiko katawala ulimwengu. Ndio hapo kahembe kahiru kakatoka roisi. Katika haya yote Danieli alionyesha. Nini ndio Danieli yabonye? Kitu kilichomchanganya mpaka akataka kujua sana ni pembe ndogo. Danieli ikintu nawe cyangwa babajika muteko bagashaka ukimenya ni by'agahembe. Na hii pembe ndogo ndio maana yake ni upapa. Kandi gasobanura nupa. Nataka sasa nitoe mafungu nisome.
ndashaka kubaha imirongo. Lakini wangapi ambao wanasikia bado wanakamata kwa kusikiliza? Ni wangapi wakifite naona Mungu wengi na Mungu awabariki sana. Imani ni mbaya. Hata na mwingine akisikia kauzefu, najua mmehangaika wiki nzima hamjalala, wengine hawajapumzika. Tukaze ko icyumweru cyose mu kirangi n'ibindi. Kama umetoka muda mrefu sasa ukikaa ndio usingizi unafanya nini? Ndio leo mumara kaje bice ubwo bitatu nabyo. Lakini ili mpate kufaidi hili somo, ariko mwibuke muri kicigwa. Sikia udhaifu na kushika unatembea kidogo unarudi kama ukamerudi. Ntabwo ari ikibazo ni ushatse gusinzira usheho hamugeza gezi. Tunaendelea usijali. Tutakuwa na waamsha tu mtasikia. Tubabyutsa buhoro. Maana hapa kuna watu wanarekodi sasa. Mfano hari abantu bari gufata Usikilize. Mumve. Kitu ambacho kinatusaidia katika kujifunza unabii, ikidufasha mu kwiga ubuhanuzi, nitakuja kuwaambia ndakibabwira. Lakini tusome Daniel. Ariko reka dusome Daniel sura ya 7. Igice cha 7. Tutasoma sura ya 7, tutasoma haraka katika mstari wa 15. Daniel 7:15. Nisome kwanza, wewe utasoma mwisho. Ndio. Au usome Kinyarwanda na alafu mimi nisome Kiswahili. Mstari wa 15. Daniel itonere tu. Bahagizo soma. Wewe soma watakufuata. 7:15. Daniel itonere swe bintera agahira mu mutima. Birambabaza cyane. Nyuma negera umwe muri mu bari bahagaze aho, mubaza amashira kinyoma y'ibyo byose. Arabimbwira, ansobanurira impamvu zabyo. Ati izo nyamaswa nini uko arenge nibo bami bane bazaduka mu isi. Asante sana. Kumbe katika Biblia wakisema mnyama maana yake ni nini? Ngo muri Biblia bavuze inyamaswa bavuze ubwami. Darasa kwa ujumla mnijibu, wakisema mnyama maana yake wanasema nini? Amateka yaweze musubiza inyamaswa bavuze iki? Na sio matusi. Sasa tuendelee, utasoma kwa Kiswahili. Kumbe sijasoma. Wanasema hivi: basi mimi Daniel, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Naomba tusome mstari wa 19. 10 na ngapi? 19 haranitse. Era ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'inyamaswa ya kane. Itasaga n'izindi zose. Yariteye ubwoba cyane bitavugwa. Ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'ibiribwa. Niba concomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabishiganisha amajanja yayo. Tusome mstari wa 20, ndio nataka nitasoma hata kwa Kiswahili. Ndio. Na habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake na ile pembe nyingine iliyozuka ambayo mbele yake iliziangusha pembe 3, yani pembe ile yenye macho na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo n'irindi hembe ryameze atatasanzwe akaranirwa imbere yacyo. Iyo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye ryarushaga ayandi gukomera. Naomba mnisikilize. Gasaba ko ufalme wa Rumi, ubwami bwa Roma, Rumi ya kipagani, bw'Abaroma pagani, muda ulifika igihe cyarageze wakaacha barekeraho wakaingia Warumi Rumi ya Kikristo. Ingoma y'abapagani yaratambutse haza ingoma ya Roma Kristo. Na hii Rumi ya kipagani ya Kikristo ndio inayofananishwa na pembe ndogo. Kandi Roma Kristo nigereranywa n'agahembe gato. Zile pembe 10 ya mahembe 10 na zenyewe zimefafanuliwa katika huu mstari wa 20 na ayo mahembe 10 nayo arasobanurwa katika mstari wa 24. Soma tusikie. Haranditse hatya hati kandi ayo mahembe 10 y'ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Ngoja kidogo. Kumbe wanyama 4 ni wafalme, inyamaswa enye
na pembe 10 ni falme. Ilifika wakati Rumi ikagawanyika katika falme 10. Falme 10 hizo zilikuwa katika bara la Ulaya. Pamoja na Portugal, Ufaransa, Ubelgiji, Uingereza, Sweden, Heruli, Vandali na Ostrogothi. Ukisoma vizuri ni hizo falme hizo. Kitu nataka mkisikie. Huyu pembe mdogo ambaye anazuka naye ni mfalme. Lakini nataka msikie ya kwamba alikuwa tofauti na wale wenzake waliotangulia. Sasa mstari wa 24 na 25 utusomee tusikie. Kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abandi 10, hanyuma yabo haza undi mwami, ariko ntazabasa nabo ba mbere, kandi azanesha abami 3. 25 uzaba ujye kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera isumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe cy'igihe. Naomba msikie hapa. Wafasairi wamesema mstari wa 25, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Munisikilize. Katika kitabu kimoja wengine mnaweza mkakifahamu kinaitwa Danieli na siku zetu. Mkitabu kimwe abandi mwakimenye kitwa Danieli n'imisi yacu. Kuna mfano waliouweka ili tuje tunapata kuelewa. Hari kitegerezo bashizeho kugira ngo natwe tujye tusobanukirwa. Hapo anasema mfalme. Abazumwa hawajasema ya kwamba ni mfalme wa Kenya au wa Kongo. Hawakusema ni president wa Kongo au wa Kenya. Hawajasema jina lake. Utajuaje kwamba ni fulani? None uzabirwa niki uwariwe? Katika kitabu hicho walileta mfano akasema kwamba katika Amerika ya Kusini, muri cyo gitobaro ngo muri Amerika y'Epfo, mtu mmoja alitoka Ulaya kwenda kufundisha huko shule. Mundu mwe avuye Ulaya ajya kwigisha muri Amerika y'Epfo. Akaanza zamani hizo kabla hawajajua kuandika, bado kufundisha kuandika. Cyo gihe bari bataramenya kuandika niwe atagiye kubigisha. Aliporudi hawajamaliza, atashe batararangiza. Akwambia kwamba naenda lakini tawatumia mwalimu. Anakuta tindagiye ariko nzamuhereza umwarimu. Ili mjue ni nani niliyemtuma. Kugira ngo muzamenye uko mbatumye umwarimu. Mwangalie hapa. Alichukua jiwe. Yafashe ibuye. Akalikata mara 2. Alichamuka 2. Akawaachia kipande kimoja. Akasikiri kiche kimwe. Akaondoka na kipande kingine. Awatasha jani kingine. Kabla hajaondoka akawaambia hivi. Ataraka hayo atakayeleta hiki kipande uzaza na kilo kiche. Halafu mkiunganisha na hiki kingine mkaona kinaeneana. Mkachomata ya nicho kindi msigaranye mkabona bihuye neza. Ya kwamba huyo ni mimi nimemtuma. Uzamenye yuko huo ari nyumutumye. Wangapi wamesikia mfano huu? Ni bangahe bumvise ikitegereza. Kitabu hicho cha Danieli na siku zetu akasema, muri hicho kitabu cha Danieli n'imisi yacu, ukitaka kujua mfalme aliyekuwa anazungumzwa hapa, niba dushaka kumenya umwami wari kuvugwa hangaha, itatubidi kusoma Danieli. Bizadusaba gusoma iki? Tuangalie ni mfalme gani aliyefanya haya. Tuzamenya, tuzareba tumenye umwami wakoze ibi. Tutasoma maneno ya Danieli. Tuzasoma ya Danieli. Halafu tujifunze kwa wafalme waliotawala dunia. Leo twigire ku bami bari wese. Aliyefanya haya yaliyoandikwa hapa tutajua ya kwamba ndiye aliyetabiriwa. Leo nidusanga wakoze ibingibi turi gusoma iyo tuzafuna kwa Mungu. Unanipata vizuri? Tukikuta ni Kenyatta, nidusanga ni Kenyatta. Tukikuta aliyefanya hayo ni Mobutu, nidusanga wakoze Mobutu. Tukiona ni Gaddafi, nidusanga ni Gaddafi. Tutajua kwamba ndiye aliyetabiriwa. Tukasanga kwa tuzamuna kwa roho hali. Unanipata vizuri? Biblia imesema ya kwamba ataazimu kubadili majira na nini? Hicho ni kitu cha kwanza. Tafadhali msikilize. Muombe neza. Yaani alama ya kwanza ambayo itamuonyesha ni mfalme kazi atakayoifanya ni kubadili majira na nini? Na sheria. Jambo la pili, atawatesa watakatifu wa Bwana.
Si ni alama mbili hizo? Alama nyingine tuisome katika Danieli sura ya 11. Danieli sura ya 11. Tutasoma mstari wa 30 na sura ya 11 tusome mstari wa 36. Soma. 36 nayo inakuja ikisema ngoja niwe nikisoma akitafuta. 11:36. Nuko mwana zako uko ashatse yigire munini yishire hejuru gasumba imana zose kandi azakugira ikomeye isuzuguza imana nyamana azishira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera kuko ibyagambiriwe bizasohora. 37. Kandi uwo mwami ntazita ku mana z'abasekuruza cyangwa ku gushaka abagore. Ngoja nisome cyangwa ku gushaka abagore mu cyakarongo. Sikiliza 36. Naye mfalme atafanya kama apendavyo, naye atajitukuza na kujiazimisha juu ya kila mungu, naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu, naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia, maana yaliyokusudiwa yatafanyika. 37. Wala hatajali miungu ya baba zake, wala yeye aliyetamaniwa na wanawake. Kitabu kimesema ya kwamba hatajali miungu ya baba zake. Kiswahili sijui hapo wamesemaje, lakini lugha inasema ya kwamba hatajali wanawake. Yaani hatajali kutafuta wanawake, hatajali kuoa. Nazita kumana za basekuruza no kushaka abagore. Nataka niwaulize, mfalme wewe mmeshaanza kumpata? Bese uyu mwami utazita kushaka abagore mwamaze kumubona? Bado. Kitabu kimesema ataadhibu kubadili majira na nini? Na sheria. Biblia inasema azidinama kwa kuhindura ibihe n'amategeko. Jambo la pili, atawatesa wa nini? Watakatifu wa Bwana. Jambo la tatu, tumetuambia kwamba hatajali kuoa. Hazita kushaka abagore. Hivi hata nisipoendelea na mengine mengi mambo ya kuzungumzia ili tujue ya kwamba ni papa, si tumeyapata? Mbese tujya mu bindi byinshi ibitubwira ko uwo mwami ari papa, ntabwo twabibona. Ukisoma vitabu vya Wakatoliki, wao wenyewe wanajidai ya kwamba sisi, uzasoma ibitabo by'Abakatolika bizakubwira ngo bo barivuga na kitabu kwa Tanzania kinaitwa Bustani ya Katekista. Ati hari kitabu yasomye iyo ngiyo muri Tanzania kitwa ngo ni Bustani ya Katekista. Mbese ni kuvuga ngo kiache hivyo tu, mlima wa kiache hivyo. Walisema hivi kwamba walikuwa wanauliza maswali na majibu, wakasema kwa nini tunasali Jumapili na sio siku ya Mungu? Wakajibu ya kwamba mafungu ni mengi yanayozungumzia kwamba siku ya ibada ni siku ya Sabato, na wakayaweka. Waliweka Kutoka, wakaweka Isaya, wakaweka mafungu mengi, wakasema kwamba hayo hatupingi. Lakini sisi kanisa tulionelea ni vema uondoe Sabato, uweke Jumapili yetu kwa sababu ndio siku Yesu aliyofufuka. Lakini baada ya kufufuka hakuna neno Yesu alisema kuhusiana na utakatifu wa Jumapili. Ukawa na katika kitabu cha Papa ni nani? Yule Papa Silvesta ndiye akaondoa Sabato akaweka Jumapili kipindi cha utawala wa Konstantino. Papa witwa Silvestre niwo wakuyeho Isabato ashiraho ibintu. Kwa njia hiyo unajua umetimia ya kwamba huyo mfalme akija ataazimu kubadilika majira na nini? Na sheria. Kuna unabii mwingine ambao ndo nataka muujaji zaidi. Ni katika sura ya 8 ya Ufunuo. Ya Danieli samahani. Danieli sura ya 8. Hili fungu tafadhali mnisikilize, ni moja wapo wa mafungu ambayo yanatusaidia. Tunajifunza somo linalosema watu wanaohitajika wakati huu. Sura ya 8 ndio mstari wa 9.
Inaandikwa kwa Kiruga, ngoja nisome na Nduga atasoma. Ndio. Kuri bimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato karakura cyane kabari nini byerekera ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza rihinduka rinini rigera ku ngabo zo mu ijuru ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo rimukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro. Iby'ukuri ribijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Kwenye Isaya 9 inasema kwamba na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa mashariki 10, nayo ikakuwa kiasi cha kulifikia jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile na ya nyota ikazikanyaga. 11, na ikajifukuza hata juu yake aliye mkuu wa jeshi hilo, ikamwondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima, mahali patakatifu pake pakaanguka chini. 12, na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa, nayo akiangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyotenda na kufanikiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana yake huyu anayezungumzwa hapa ni pembe ndogo, si ndio? Maneno ninayotaka myajali amagambo nshaka bwiteho ni kwenye mstari ule wa 10. Ni ku murongo wa 10. Mungu atusaidie tuyasikie. Mbali tufashe tuyumve. Nayo akakuwa kiasi cha kulifikia jeshi la mbinguni. Maana yake ni kwamba alipinga mpaka viongozi wa kanisa wakaanguka, ambao ndio wanajeshi pamoja na nyota. Ndivyo tumesikia kwamba wakaanguka chini. Ubwo zinyenyeri zaguye ni ako gahembe kazimanuye ariho bayobozi b'itorero. Lakini mstari wa 11, ariko umurongo wa 11, naam, akajitukuza nuko ririkuza juu yake aliye mkuu wa jeshi hilo, ikamwondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima. Naomba msikilize, sadaka ya kuteketezwa ya nini? Ya daima. Wakati upapa unaanza kumiliki, upapa utangiye kutegeka, ulitoa agizo ya kwamba watu wasimwendee Yesu kumuomba msamaha kwa jina la Yesu, bali waombe msamaha kupitia papa na padri. Bavuze ko umuntu atagikurena kuri musambesho musaibazi ahubwo akwiriye kusaba padri na papa. Na Yesu ndiye sadaka ya kuteketezwa. Kandi Yesu ndiye kitambo, si ndio? Yesu ndiye sadaka ya kuteketezwa ya daima. Kandi Yesu ndiye wali kitambo gihoraho. Wakamuondoa, wakaweka Bikira Maria na padri na papa mwenyewe. Bamukuraho bashowe Bikira Maria na padri na papa ubwe. Kitabu kinasema mstari wa 12, murongo wa 12, na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa. Mjali neno hili, nayo ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Izo ngabo hamwe n'ibitabo bihoraho bihana umutware bwaryo kubw'igicumuro, iby'ukuri bijugunya hasi bikajya bibasha ibyo rigambiriye. Maneno haya mawili ya mwisho muyajani. Noneho aya magambo pembe ndogo miongoni mwa mambo mabaya ambayo ingeyafanya wakati inakuja. Ihembe rito ryagombye gukora mu byo ryakoze mubyumve ni kuangusha kweli, kujugunya hasi ili wapate kufanikiwa katika yale wanayoyapanga. Umesikia? Ili papa apate kufanikiwa, ili mudini kuangusha ukweli chini. Ukweli kuangushwa chini ndicho kitu ambacho kimemfanikisha papa akapotosha ulimwengu wote. Noneho uko gusimbanga ukuri byo byamubashije guhabwa icyubahiro mu isi yose. Naomba nisome kitabu cha Pambano Kuu. Ndashaka kugira ngo kitabu cy'intambara gikomeye katika ile sura ya 3 igice
Cha gatatu, nawaomba sana mtege sikio na Mungu atusaidie. Huyu pembe aliangushaje ya ukweli kukuangusha chini? Ni ukurasa wa 40. Ni gice cha 40. Ukurasa. Nimeandika kwa Kiswahili ndio nataka nisome, lakini sura ni ile ya 3. Nimeandika hivi. Lakini naomba msikie kwamba tunachotaka kukifafanua ni lile neno linalosema ya kwamba kweli ikaziangusha wapi? Itukuri libijugunya hasi, likaangusha kweli wapi? Chini. Na sababu ya kuangusha ukweli chini ni nini? Ili yale wanayoyapanga wapate kufanya nini? Kufanikiwa. Ndio nataka kusome kusikia. Shetani alifahamu vyema kuwa maandiko matakatifu yangewawezesha watu kutambua madanganyo yake na kuhimili nguvu zake. Naomba msikilize. Katika mambo shetani anayoyajua vizuri, anajua ya kwamba watu wakijua Biblia watanishinda. Mumesikia? Munasikia? Mumesikiaje? Watu wakijua Biblia watamshinda. Shetani anajua vizuri ya kwamba watu wakijua Biblia kwa vyovyote vile watafanya nini? Hata Mwokozi wa ulimwengu alipinga mashambulizi yake kwa njia ya neno. Si ndio? Ndio. Chini wanasema kwa kila shambulizi Kristo aliweka ngao ya ukweli wa milele akisema imeandikwa. Buri gitero cyose mukizashizeho yakinga ngao yo kuvuga ngo uku ni kuiteka vuga. Alikuwa akitumia neno la kusema ni hivi Bwana asemavyo. Alipinga kila shauri la adui kwa kutumia hekima na nguvu ya neno. Kandi yatsinze buri kigeragezo cyose buri gishuko Satani akoresheje imbaraga z'ubwenge. Ili Yesu amshinde shetani alitumia silaha gani? Imeandikwa. Atsinde Satani akoresheje ingwaro. Upande wa huku mniambie. Hali ngao mtubire. Masindi. Yani kule kabisa kule vile ngatsinde Satani. Ili Yesu amshinde shetani alitumia silaha gani? Imeandikwa hivi. Ili shetani atumishe ushawishi wake kwa wanadamu. Na kuimarisha mamlaka ya upapa isiyo ya haki. Ni lazima awashikilie katika ujinga wa kutojua maandiko. Yani aliwadumisha yabakomereje mu bujiji bwo kutamenya ibyandiko. Aliwadumisha katika ujinga. Hivi mnasikia? Shetani alitaka kupotosha ulimwengu. Akapiga mahesabu akasema nitawezaje kupotosha ulimwengu wakijua maandiko? Akapima akaona kwamba haitawezekana. Akasema sasa ngoja ulimwengu mzima ni uweke katika ujinga wa kutojua maandiko. Alifanyaje? Hapa chini wanasema Biblia ingemuinua Mungu na kuwaweka wanadamu wenye ukoma katika mahali pao sahihi. Yabishira Imana hejuru abantu kabashira mu mwanya bakwiriye. Yego. Iyo ibisomo yabishira Imana ingemuinua Mungu na wanadamu kwa nafasi. Kwa hiyo kweli zake takatifu
ni lazima zifichwe na kuzuiwa. Kuri kw'Imana ni ngombwa ko guhishwa kandi kwa abantu bagakumirwa ntibakugereho. Yego. Njia hii ilichukuliwa na kutumiwa na kanisa la Roma. Mu buryo bwafashwe kandi bukoreshwa n'ijoro ry'Abaroma. Hivyo mnasikia? Kuwaficha wanadamu nini? Biblia. Abana b'abantu ukuri ari Biblia. Maandiko yanasema watu kwa muda wa miaka 100 usambazwaji wa Biblia ulipigwa marufuku. Mu miaka ibihumbi byinshi kwa Biblia bararwanyije cyane. Watu walizuiwa kuisoma au kuwa nayo katika nyumba zao. Abantu babuzwa kuisoma cyangwa kuitunga mu ngo zao. Na makasisi na maaskofu wasio waaminifu walitafsiri maandiko yake ili kuendeleza umaarufu wa kujifanya kwao. Kandi abayobozi benshi basobanuye nabi ibyanditswe byera kugira ngo babone uko bateza imbere ibyifuzo byabo. Naona watu ambao wamepata kitu katika haya maneno. Tunashaka kumenya abantu bungutse muri aya magambo dusoma. Kwenye darasa wakifaulu wakiwa wanafunzi 10 katika 100 mwishuri sikiliza. Shetani amepanga mpango wa kupoteza dunia katika uongo. Shetani yafanya umugambi wo kugira ngo isi azayibereze mu binyoma. Lakini akaona Mungu amepatia wanadamu Biblia ambayo ni kweli. Kwa sababu ya imani na Biblia aliyokuwa. Si mnanipata vizuri? Shetani akapiga mahesabu ya kwamba hivi nitawezaje kuwapoteza wakati wana ukweli mikononi mwao? Kana kwa Biblia abantu bazashobora jibu likiwa likatoka likisema ya kwamba haitawezekana, hautaweza. Shetani akajihoji swali la pili, nifanyeje ili niweze? Akasema ya kwamba nitakachoniwezesha ni kuwafanya watu wasisome Biblia wawe wajinga katika maandiko. Kanisa la Roma wakaweka sheria ya kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa kusambaza Biblia kuwauzia watu. Jambo la pili, hakuna anayeruhusiwa kuwa nayo nyumbani. Watakaoruhusiwa kuwa wanawasomea mapadri na mabishopu peke yao, nao wakawa wanasoma yale mafungu ambayo yanawaletea faida wao. Baada ya kuwa watu wameingia katika ujinga na giza la kutokuwa na maandiko, ndipo Papa akatunga uongo mwingi ambao ulimwengu wote uliwaamini. Mmesikia? Chini wanaendelea. Mgunduzi wa makosa, yani Biblia, alipokuwa ameondolewa, nitatafsiri mimi. Alipokuwa ameondolewa, Shetani alitenda kama alivyotaka. Umuhishuzi w'ibinyoma ubwera maze gushirwa ku ruhande ni Biblia Satani yashoboye gukora uko ashaka. Mmesikia? Mgunduzi wa makosa ambaye ni Biblia walipomweka kando, Shetani alitenda vile anavyotaka. Akaondoa Sabato akaweka Jumapili, watu wakaamini. Akaondoa Yesu akaweka Bikira Maria, watu wakaamini. Hivi mnanipata vizuri? Akawaambia ya kwamba hata mtu akifa mnaweza kumuombea, wakaamini. Na Shetani kitu alichokifanya katika kweli za Biblia, ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 23 mstari wa 10 nasema ya kwamba msiitwe wakuu. Sivyo? Msiitwe nini? Asiwepo mtu wa duniani ambaye utamuita baba. Karama zinalingana. Katika kanisa hakuna wakuu. Ili Shetani apate kuharibu na kuchanganya ulimwengu,
akamweka mtu mmoja kwamba ndiye mkuu wa kanisa duniani. Unasikia vizuri? Na Mungu hajamweka mtu mmoja ili awe mkuu wa wengine, bali sote tunakuwa ndugu. Mkimchagua hata mzee wa kanisa, haina maana ya kwamba ndiye mkuu wenu. Akiwa mzee wa kanisa, atakuwa mzee wa kanisa wa sehemu, sio mzee wa kanisa wa ulimwengu mzima. Halafu akamweka mmoja. Baada ya kumweka, lakini ni waulize, kama wangekuwa na Biblia na kuisoma vizuri, wamekubali? Ili apate kuwachanganya, aliwanyang'anya Biblia. Huyu ni nani tunasema? Nani yule? Ni Shetani. Aliwanyima watu kujua Biblia. Baada ya Biblia kuweka pembeni, ndio akawadanganya. Uongo wa kwanza waliouamini ni kwamba mtu mmoja ndiye mwakilishi wa Yesu hapa duniani. Wakampa cheo ya kwamba yeye hawezi kukosea. Hawezi kudanganyika. Mnataka vizuri? Sasa baada ya watu wote kuamini ya kwamba hawezi kukosea, kwanza ni mkuu, pili hakosei. Alichokuwa akiwaambia kila kitu alikuwa anakubali. Ondoe Sabato tuweke Jumapili, sawa. Msimpigie Yesu magoti mkimwomba msamaha, wewe unaomba msamaha kwa padri, sawa. Ukitenda dhambi kuna pesa za kulipwa ili dhambi yako isamehewe, sawa. Ndio fanya hilo ndio kuna sema, naona watu wamekazana na kusinzia sana. Akiza sehemu ya somo ambayo tumebatiza. Naomba mjitahidi. Alafu ndio na rekodi nimestopisha, lakini naona sawa. Nawaomba mjitahidi ili tutumie muda mfupi. Lakini tukishafahamu vizuri kwamba ili shetani aupotoshe ulimwengu, alinyang'anya watu Biblia. Kazi ambayo watengenezaji wa Kiprotestanti waliifanya, ambayo ni muhimu zaidi, watengenezaji wa Kiprotestanti tafadhali, ni kazi ya kuweka Biblia katika lugha ambazo watu wanazijua. Huyo amsaidie, ndio wanasema. Kitabu kinasema ya kwamba umurimo w'ingenzi abagorozi ba Protestanti bakoze, kwari kugaburira abantu Biblia ngo bagere mu gihe. Hawezi kuanza juu. Kawaida ya wanaoongea ni kuanzia chini akiwa anapandisha, lakini akianzia juu hata wewe. Umurimo wa Protestant, abagorozi ba Protestant bakoze w'ingenzi. Kazi ya maana watengenezaji wa Protestant waliofanya kwari gushyira mu biganza by'abantu Biblia. Ilikuwa kuweka Biblia katika mikono ya watu. Yari intambara y'umuriro. Ilikuwa vita ya moto. Barishwe. Waliuawa. Bamaze kubona ukuri kwa Biblia kwarahishwa abantu. Walipoona kwamba ukweli wa Biblia umefichwa. Icyo bakoze nuko bayishyize mu rurimi rwumvikana. Walichotenda waweka katika lugha. Ubupapa bwarahagurutse burabarwanya, burayitwika. Ulianza ukawapinga na kuchoma. Natangajwe n'umugabo umwe yanditswe muri gitabo cy'intambara ikomeye. Nilishangazwa na mume mmoja ambaye ameandika katika kitabu cha Paulo. Ngo yari yarakoze Biblia nyinshi, hari stoke
ajagabira abantu. Alikuwa ameandika Biblia nyingi akaweka stock ila wakigawia. Wahaza umupadiri baravuga ngo uyu muntu murwanye nde. Padri akaja akasema huyu mtu nitampinga na Ngwagura ya stock za Biblia zose arazibura. akanunua hiyo stock ya Biblia hizo zote. Arayitwika. Akachoma. Kugira ngo ahombe. Ili huyo mtu apate hasara. Ya mafaranga yaziguze. Pesa hizo alizonunua. Ngo yachapishije izikubye za zindi nshuro nyinshi azitanga ari nyinshi. Aliandika zingine maradufu ya hizo ambazo alikuwa amenunua na Uyu akagawa. mugorozi bamufashe bagiye kumutwika. Huyo mwana matengenezo aliposhikwa na kwenda kuchoma. Ngo baramubajije bati, ngo baramubajije ngo mbese, ngo baramubajije ngo ninde uje gutera inkunga mu gucapa Bibiliya nyinshi zingana gutya. Walimuuliza nani huwa anakupa msaada kwa kuandika Biblia yako? Ngo yarababwiye ngo uriya mupadiri niwe wanteye inkunga. Aliwaambia ya kwamba padri yule ndiye aliyenisaidia. Bari bafite ubutwari budasanzwe. Walikuwa na ushujaa wa hali ya juu. Bagize umumaro mu gihe cyabo. Walikuwa na faida katika siku. Ntabwo ushobora kubara umubare w'abatwitse. Hamwezi hesabu idadi ya wale ambao Ibitabo bijya bigenekereza bikavuga ngo miliyoni nka 50 z'abaprotestanti nibo bishwe bazize guhamya kwabo. vitabu huwa vinajaribu Tathmini. wanatathmini idadi ya watu ambao walichoma. Wanasema kwamba ni milioni zaidi ya 50 ya watu. Ni benshi. Ni wengi. Ariko abo bakoze umurimo badusigira Bibiliya. Lakini hao walitenda kazi yao wakatuachia Biblia. Twebwe Bibiliya turayivuga. So sisi Biblia tunayo. Kuva icyo gihe Tangu wakati huo. hari ibintu mbese guhaguruka kw'abaprotestanti bandika Bibiliya Waprotestanti waliposimama na kuandika Biblia byasohoreye rimwe n'undi mugabane w'ingenzi w'ubuhanuzi bwavugaga ku bupapa. ilifika pamoja na Kuna unabii, sehemu nyingine ya unabii iliyotimia kwa wakati huu. kuna sehemu nyingine ya unabii iliyotimia. Uwo mugabane w'ingenzi ni ugukomere ku buguma bw'inyamaswa. Sehemu hiyo ya mada ni jeraha la mnyama. Kuvuga ngo igihe wa mujenerali w'Ubufaransa yafataga papa akamwica amufungiye muri gereza, Wakati general alichukua Pope na kumfunga gerezani akafia huko. ibitabo byerekana yuko ubupapa bwari bukomeretse. Vitabu vinaonyesha kwamba Papa ulikuwa umepata jeraha. Kuvuga ngo ubupapa bwarakomeje ariko budategeka isi yose. Butegeka Gatolika gusa. Uliendelea lakini haukuwa unaongoza ulimwengu bali ulikuwa unaongoza kanisa. Icyo gihe ubupapa bwabuze ijambo. Wakati huo haukupata. Nibwo abagorozi b'abaprotestanti bari bafite imbaraga mu gucapisha Bibiliya. Ndipo wana matengenezo wa Protestanti walipata nguvu ya kuandika Biblia. Kuva icyo gihe Tangu wakati huo nta tegeko ryari ryashyirwa mu isi ribuza abantu gutunga Bibiliya. hakuna sheria iliyowekwa duniani ili ikataze watu. Ndababaza, dufite amahirwe? Na wauliza tuko na heri. Twebwe bariho muno dufite amahirwe? Sisi wa wakati huu tuna heri. Bibiliya ziragurishwa. Biblia zinauzwa. Mu muhanda zirahari. Barabarani zipo. Muri telefone turazifite muri iki gihe. Katika simu tunazo wakati. Ushobora gusanga umuntu amwe afite Bibiliya 5. Unaweza kuta mtu mmoja na Biblia. Ariko Satani yahinduye undi muvuno, yahinduye ubundi buryo. Lakini shetani alibadilisha mbinu. Mu gihe cy'Ubugatulika yababujije Bibiliya kubwo kuyitwika no kubabuza kuyitunga. Kwa wakati wa Wakatolika aliwakataza kuwa Biblia kwa kuchoma. Twebwe muri iki gihe atubujije Bibiliya bitewe na shughuli abantu nta gihe cyo kuyisoma bafite. Sisi wakati huu anatukataza Biblia kwa sababu ya shughuli, watu hawana muda wa kusoma. Buno ntabagira Bibiliya ngo bamutwike. Kwa sasa mtu hawezi kuwa na Biblia kwake na Ntawasoma Bibiliya ngo bamufunge. hawezi soma Biblia na Bibiliya turazifite ziruzuye. Biblia tunazo zimejaa. Ariko uko Satani yayobeje abigiye cy'Ubugatulika bitewe no kutagira Bibiliya. Lakini jinsi shetani amewapotosha watu wa kipindi cha Ukatoliki kwa kutokuwa na Biblia. Niko ari kuyobya n'abantu buno bafite Bibiliya abayobesheje kutazisoma. Ndivyo anavyopotosha watu wakati huu kwa kuwazuia kusoma. Ariko reka mbabaze, no muri gihe cyacu hari abizera ibinyoma. Lakini niwaulize, hata wakati wetu huu kuna watu ambao wanaamini uongo. Hari abizera ibinyoma Wapo. kandi bafite Bibiliya. Waamini uongo na wako na Biblia. Katureba abantu bari hano. Hebu tuone watu ambao wapo. Ikibazo reka ntibaze neza muraza kunsubiza mucyumvi. Hebu niulize vizuri swali. Abantu bari hano Watu ambao wako wapo. batunze Bibiliya bari mu madini. Wamekuwa na Biblia wakiwa kwa madhehebu. Yarangiza yabura n'ubu
bakamusomera ibintu agatangara akabaza ngo mbe ibyo biranditse. Anapopatana na ujumbe huu wanamsomea neno na ashangae ajiulize mambo hayo yameandikwa. Ku buryo bibaza uti icyo muvuze nacyo muri Bibiliya kirimo. Yaani unajiuliza haya ambayo mmenena yako katika kandi ukabibaza icyo Bibiliya ibaranye nk'imyaka 10. na muulize hivyo na Biblia umekaa nayo zaidi ya miaka. Impamvu ibitera Sababu ya hayo, ntabwo abantu bafite umwanya wo kwiga. watu hawana muda wa kujifunza. Namwe ubwanyu murabizi, Nanyi wenyewe namwe abari hano murabizi, nanyi ambao mko n'abamaze kwakira umucyo w'ubutumwa bwiza igihe cyo gusoma Bibiliya ntacyo. na wale ambao wamepokea nuru ya ujumbe muda wa kusoma Biblia. kandi Bibiliya niyo iduhishurira amakosa n'ibinyoma byo mu isi. Pia Biblia ndio inatufunulia makosa na dhambi zetu. Noneho niba dushaka guhagarara nk'abakenewe muri iki gihe, Kwa hiyo kama tunataka kusimama kama watu ambao wanahitajika, turasabwa kwita kuri Bibiliya. tunafaa kujali Biblia. Esiteri yahagaze neza, Esther alisimama vizuri. Morodekayi yahagaze neza, Mordekai alisimama vizuri. Daniyeli yahagaze neza imbere ya Dariyo. Daniel alisimama vizuri mbele ya Daniel. Hata bamaze gutangaza mu minsi 30 nta wundi uzasengwa keretse Dariyo. Wakati walipotangaza baada ya siku 30 hakuna mwingine ataabudiwa isipokuwa Daniel. Daniyeli yagabanije umubare w'amasengesho cyangwa yarawukomeje. Daniel alipunguza idadi ya maombi au Ngo aliongeza. yasengaga 3 mu munsi. Alikuwa naomba mara 3 kwa siku. Meshaki na Shadraka na Abedenego bahagaze neza mu gihe cyabo. Meshach, Shadrach na Abednego walisimama vizuri kwa wakati wao. Igihe Nebukadineza yavugaga ngo baramye cya gishushanyo cyo mu kibaya cya Dura. Wakati Nebukadneza alikuwa anasema waabudu ile sanamu katika Uwanda wa Dura. uwanda wa Dura. Ibyanditswe bitubwira ko ngo bavugije amafirimbi n'ibindi bivuga byose, abandi barubarara, Shadraka na Meshaki na Abedenego basigara bahagaze. Maandiko yanatuambia kwamba walipiga tarumbeta na filimbi, wengine wakasujudu, lakini hao wakasimama. Ngo Nebukadineza igihe yababonaga, Nebukadneza alipowaona ngo nta n'umwe wigeze bunama. hawakuinama, Rero ngo basa n'abari kugira ngo bagire ngo barapfukamye. yaani wakae hata kama wenye wanainama. Nebukadineza ngo yaraje arababwira ngo Nebukadneza alikuja akawaambia, mw'abagabo batatu nyinyi wanaume watatu, ninde wabashutse? nani amewadanganya? Ninde wabashutse? Nani amewadanganya? Umutima kuko muri gutekereza ni iyihe Mana yabakiza amaboko yawe? Nyinyi mnavyofikiria ni Mungu gani ambaye atawaponya mikono yao? Ngo barabaga Wakaumia bumvise asuzuguye Imana, niyaba yisuzuguye bagira bati waliposikia kwamba mlidharau Mungu, wakaumia. baramubwira bati rero mwana, Wakamwambia, bagarekaho kuvuga mu izina ngo Nebukadineza. wakamtaja pia kwa jina Nta Nebukadneza. mpamvu yatuma tubisubiza iby'iryo jambo. Hakuna haja ya kujibu. Ni nk'aho mbese bakamubwiye ngo urakabije. Wakamwabunikana kwamba walimwambia umefurahisha. Imana dukorera ishobora kudukiza. Mungu tunayemtumikia, Rero iyo Mana utazi, wowe uzuzi ntizabishobora, ariko iyo tuzi, iyo twizera yagenze. huyo Mungu ambaye unamwamini, ambaye haumjui, lakini sisi yule ambaye tunaamini Batariko nta nubwo tubyangishijwe nuko yadukiza. na tujakataa kwa sababu atatuponya. Nubwo itadukiza ikemera tugashya, Hata asipotuponya na kubali twizera dufite ntabwo kutwemerera yuko twapfukamira kino kintu. imani yetu haituruhusu kusujudu. Nebukadineza aravuga ati ibyo muri kuvuga ntimubiri. Erega harimo nko guhigirana. Nebukadneza akasema ya kwamba mnayoyasema hatuya. Aravuga ati reka mbahe amahirwe yanyu. Akawaambia wacha niwape bahati ya mwisho. Cyakora abwira abashinzwe umuriro ati muwenyegeze. Lakini akawaambia wale ambao wanahusika na moto, akawaambia msogeshe. Mucoceye. Mchochee. Ngo wake inshuro 7. Uwake mara 7. Arababwira ati mwabahungu mwe bahaye amahirwe. Akawaambia nyinyi vijana ni mwaka. Niwumva ingoma n'amabura n'amafirimbi bivuze, Mkisikia ngoma na filimbi na tarumbeta, mubara. msujudu. Nuko babahungu baravuga ati ntabwo turana. Vijana hao wakasema, Barabivuze. wakasema. Abandi bose barubara. Wengine wote wakasujudu. Bo barahagarara. Wao. Ngo Nebukadineza abwira abanyembaraga bari aho ngo baterure ngo bajugunye. Nebukadneza akaambia wenye waliokuwa hapo, akaambia Nshaka kubabaza. nataka kuwaambia. Shadraka na Meshaki na Abedenego bari barigeze babona umuntu utangwa mu muriro ntumuzi. Niwaulize, Shadrach, Meshach na Abednego waliwahi ona mtu ambaye ameangushwa katika moto na asichomeke? Abakenewe muri
n'abakunda ukuri kuko bakunda amagara yabo. Ni wale ambao wanapenda ukweli kuliko Kandi utumiye mubona kubwirizwa na vile ambavyo tunaona injili na kuhubiri ugushaka bene abo bantu ni kutafuta watu wa aina ukuri kw'Imana bagukunda wapende ukweli wa Mungu. ngo babatereyemo Waliwarusha ndani ngo bageze muri wa muriro walipofika motoni. umuriro ureka gufata abaterewemo aho gufata babandi babatereyemo. Walipofika motoni, moto haukushika wale ambao waliangushwa ndani, bali ulishika Shadraka na Meshaki na Abednego ngo batembera murebe icyo gishito cy'umuriro kiri kwaka ngo bari gutemberamo. muone moto ukiwaka, alafu hao watatu wakiwa wanatembea. Nebukadineza aracanganyikirwa. Nebukadineza akachanganyikiwa. Muzasome Bibiliya iravuze ngo Msome Biblia imesema. Nebukadineza arabaza Nebukadineza akauliza, ngo harya ntitwatereyemo batatu? je, si tulirusha watu watatu? Reka babaza hari hashize imyaka ingahe babatereyemo ku buryo yakwibagira? Niwaulize, ilikuwa miaka ngapi imepita? Miaka ngapi ilikuwa imepita ili awe amekosa? Sako kanya Sahi. none se ko ndi kubona arimo bane Je, mbona kuna watu wanne? kandi wa kane akaba asa n'umwana w'Imana Na wanne anafanana na mtoto. babaze ntayerekwa abonye Si ameona se maono. umwana w'Imana bari barahuriye Alikuwa amekutana wapi na mwana wa Mungu? nuko ageze aravuga ngo ni muvuge Alipofika wakati ukafika kuambia tokeni ndani. baratembera ngo baribukirizaho bakumva nta n'umurabyo w'imyenda yawe. Wakatembea wakatoka, walipowanusa wakasikia hata hawana harufu ya moshi. Reka mbabwire abana b'Imana Hebu niwaambie watoto wangu, nta bigeze bahagarara Imana mu gihe cyabo hakuna yule ambaye amesimamia Mungu kwa wakati ngo wao. babishobore badakunda. Watu wasimamie Mungu kwa wakati wao. Kandi Bibiliya iratubwira ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo ki. Na Biblia inatuambia kwamba watakase kwa kweli neno lako ndio. Nukunda iby'isi kuruta ukunda Bibiliya ntabwo ukwiranye n'iki. Ukipenda ulimwengu kuliko jinsi unapenda Biblia haufai. Nukunda idini yawe kuruta ukunda Bibiliya ntabwo ukenewe muri iki. Ukipenda dhehebu lako kuliko jinsi unapenda Biblia hauwezi. Nukunda akazi kuruta ukunda Bibiliya ntabwo uhanye n'iki gihe. Ukipenda kazi kuliko jinsi unapenda Biblia haufai. Nukunda umugabo wawe kuruta ukunda ukuri kwa Bibiliya ntabwo ukenewe. Ukipenda mume wako kuliko jinsi unapenda Biblia haufai. Nukunda umugore cyangwa abana kuruta uko Bibiliya iha agaciro karakurambiranye. Ukipenda mke au watoto kuliko jinsi unadhamini Biblia reka nkubwire ngo nunakunda n'umubiri wawe kuruta uko ukunda ukuri kwa Bibiliya ntushakwa. niwaambia kwamba hata ukipenda mwili wako kuliko jinsi unapenda ukweli wa Biblia hauhitajiki. Abakenewe muri iki gihe Wale ambao wanahitajika wakati ni abantu bamaze guha Imana agaciro kayikwiriye n'ukuri kwayo bakagukunda kuruta uko ni bikunda. watu ambao wamempa Mungu dhamani yake na wadhamini ukweli wake kuliko jinsi wanavyopenda. Reka mbasomere akaga kariho muri iki gihe niturangiza tugeraho dusoreze. Hebu niwasomee hatari iliyoko wakati huu na tufike tamati. Ngiye gusoma ahantu habiri Nitasoma mahali muri kino gitabo. Aka gatabo kitwa Kwizera n'Imirimo, kitabu ambacho kinaitwa Imani na Matendo. paji ya 26 Ukurasa wa 26 haranditse ngo imeandikwa, abenshi biringizwa ko bari mu nzira ijya mu ijuru wengi hutumania kwamba wako katika njia ya kwenda mbinguni kubera ko bavuga ko bizera Kristo, kwa sababu wanasema ya kwamba wanamwamini Kristo, nyamara banga amategeko y'Imana. lakini wanakataa sheria za Mungu. Nyamara amaherezo bazabona ko bari mu nzira ijya mu irimbukiro aho kujya mu ijuru. Lakini mwisho wataona ya kwamba wako katika njia ya kuangamia kuliko njia ya kwenda mbinguni. Ngaho mwumve point niyigezeho. Msikie lengo ambalo tumefikia. Uburozi bwo mu by'umwuka busigwaho isukari y'inyigisho yo kwezwa maze bugahabwa abantu. Sumu ya kiroho hupakwa sukari ya utakatifu na pia watu wanapewa. Abantu ibihumbi byinshi babumira bashishikaye. Watu maelfu wanakunywa wakiwa wamefurahia. Ngo Satani afata iby'umwuka, mbese uburozi bw'iby'umwuka arabufata bakabusika isukari. Shetani huchukua sumu ya kiroho na kuipaka sukari. Ubwo icyo bishatse kuvuga ni Maana yake ni nini? ni umuntu ufata amagambo meza ya Bibiliya Ni mtu ambaye anachukua maneno mazuri akayigisha abantu, anayafunza watu,
ariko afite imigambi yindi itari yo kubajyana mu ijuru. lakini akiwa na